Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kitochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA imeeleza kuwa inaendelea kutafuta na kusimamia rasilimali fedha kupitia mfuko wa elimu wa taifa ili kuunga mkono jitihada za serikali katika kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia, hususan baada ya kuanza kutekelezwa kwa mtaala mpya ulioboreshwa. Hayo yameelezwa na afisa uhusiano na mawasiliano wa TEA Eliafile Sola alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba yanayoendelea katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mamlaka ya Elimu Tanzania ni taasisi ya serikali ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Jukumu lake kubwa likiwa ni kusimamia mfuko wa elimu wa taifa. Huu mfuko wa elimu wa taifa unatekeleza majukumu mengi sana, lakini jukumu kubwa na la msingi ni jukumu la kutafuta rasilimali fedha na vifaa kwa ajili ya kuunga mkono jitihada za serikali za kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. Baada ya mtaala mpya ulioboreshwa kuanza kufanya kazi, Mamlaka ya Elimu Tanzania imefanya kazi ya kuhakikisha ya kwamba inatafuta rasilimali fedha kwa lengo la kuunga mkono ufundishaji na ujifunzaji wa mtaala mpya. Katika maonyesho haya ya 50 ya kimataifa ya biashara, Mamlaka ya Elimu Tanzania inashiriki maonyesho haya, lengo kubwa likiwa ni kusogeza huduma karibu na wananchi. Huduma hizo ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu majukumu yake mbalimbali, utekelezaji wa majukumu yake, utekelezaji wa jukumu kubwa la utafutaji rasilimali, lakini pia kwa namna gani Mamlaka ya Elimu Tanzania ilichangia utekelezaji au ufundishaji wa mtaala mpya. Kwa hiyo kwenye banda hili la Mamlaka ya Elimu Tanzania tuko na wanufaika ambao ni shule ya sekondari ya Dar es Salaam Secondary School. Shule hii ni moja kati ya shule ambayo imepatiwa vifaa kwa ajili ya amali ya ushoni. Kwa hiyo tuko na wanufaika ambao ni wanafunzi na mwalimu, tuko nao kwenye banda hili la Mamlaka ya Elimu Tanzania wakionyesha tayari wanatumiaje ule ujuzi ambao wanajifunza kwenye hiyo amali ya ushoni. Lakini pia tunaye mnufaika wa mfuko wa kuendeleza ujuzi SDF, mfuko ambao ulikuwa unasimamiwa na kuratibiwa na Mamlaka ya Elimu Tanzania. Tunaye mnufaika ndani ya banda la Mamlaka ya Elimu Tanzania ambaye mnufaika huyu anaelezea baada ya mafunzo aliyoyapata au baada ya kusoma mafunzo ya kuendeleza ujuzi ambayo alisomeshwa na Mamlaka ya Elimu Tanzania, sasa mpaka sasa hivi yuko wapi, ameweza kufikia ndoto zake kwa asilimia ngapi. Kwa ndani ya banda la Mamlaka ya Elimu Tanzania utakutana na mnufaika huyu wa mfuko wa kuendeleza ujuzi, mtafanikiwa kuona bidhaa zake, lakini pia mtafanikiwa kumsikia kwamba kabla mafunzo alikuwa wapi na sasa hivi baada ya mafunzo yuko wapi. Kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha sana wananchi watembelee banda la Mamlaka ya Elimu Tanzania katika viwanja hivi vya Sabasaba. Lakini pia tunawakaribisha wadau mbalimbali ambao wana nia njema ya kufanya kazi na Mamlaka ya Elimu Tanzania kupitia mfuko wa elimu wa taifa. Karibuni sana wananchi, karibuni sana wadau. Mamlaka ya Elimu Tanzania inawakaribisha katika maonyesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa. Karibuni sana. Mimi ni mnufaika mfuko wa SDF wa kuendeleza ujuzi unaosimamiwa na Mamlaka ya Elimu Tanzania. Mfuko huu uliweza kuniwezesha kupata elimu bure kutoka katika taasisi ya SIDO ya viwanda vidogo. Mpaka sasa ni miaka 5. Nashukuru sana Mamlaka ya Elimu Tanzania kwa sababu hapo awali nilikuwa sijulikani, lakini pia nilikuwa sina bidhaa za kutosha. Lakini baada ya kupata elimu hiyo, kwa sasa nina bidhaa nyingi. Ninazalisha uyoga mwekundu aina ya Ganodema, nina uyoga mweupe Oyster,
Nina oyster nyeupe, nina oyster ya njano, nina oyster ya pinki. Ninawashukuru sana Mamlaka ya Elimu Tanzania, lakini pia ninamshukuru sana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha Mamlaka ya Elimu Tanzania kupitia mfuko huu ili sisi tuweze kusonga mbele. Ninamwomba mama aendelee kuwashika mkono na kuwafadhili zaidi Mamlaka ya Elimu Tanzania ili waweze kuwasaidia vijana na wakina mama mbalimbali ili waweze kujikwamua kiuchumi. Kwanza napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea masomo haya ya amali. Masomo haya yamenisaidia pia kupata ujuzi wa kushona, hata pia kudesign na soma za technical drawing inanisaidia kuchora pattern za nguo mbalimbali. Nguo ambazo naweza kushona kama mashati ya shule, suruali, gauni, sketi na kadhalika. Pia napenda kushukuru Mamlaka ya Elimu Tanzania TEA kwa kutusaidia kutuletea mashine hizi. Mashine hizi zimeturahisishia pia gharama za usafiri. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuanzisha mkondo huu wa amali, kwani unatusaidia sisi wenyewe kujiajiri, lakini pia kupunguza wale watu ambao hawakupata ajira kwa kujiajiri wenyewe. Lakini pia kwa namna ya pekee tunapenda kushukuru Mamlaka ya Elimu Tanzania iliyotusupport kwa kutuletea vifaa hizi cherehani za kielektroniki tunazozitumia sasa. Imeturahisishia sana kwa kuwa awali tulikuwa tunalazimika kwenda VETA kwa ajili ya kupata mafunzo haya kwa vitendo. Mamlaka ya Elimu Tanzania, kwanza tunashukuru sana kwa sababu ya hili ambalo wamelifanya, lakini ni ombi langu kubwa kwamba waendelee kufanya hivi hivi kama walivyofanya kwetu, wanaweza kuendelea kufanya na shule nyingine. Lakini sisi pia si kwamba tumeshakamilika, bado tuna mkondo wa ushoni ambao inaitwa handloom weaving. Upande ule sisi hatujapata vifaa vikakamilika, tunahitaji vifaa vya knitting ambavyo ni vya kutengeneza masweta. Kwa hiyo mashine zile ni za thamani kubwa. Mashine moja inagharimu kama $600,000. Kwa hiyo wanahitaji hizo mashine ili na wenyewe waweze kuendelea kusoma kwa ukamilifu. TEA imewataka wananchi kutembelea banda lake katika maonyesho ya Sabasaba ili kupata elimu kuhusu mfuko wa elimu wa taifa, mfuko wa kuendeleza ujuzi na fursa mbalimbali za ushirikiano katika kuimarisha elimu, ujuzi na ujasiriamali nchini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.